Mtazamaji wa Nyikani TV. Jeshi la polisi limetoa taarifa yake na kueleza watu 10 ambao wanawatafuta mpaka sasa kutokana na madhira ama mambo yaliyokuwa yametokea wakati wa uchaguzi, kabla, baada na wakati wa uchaguzi. Hii hapa ni taarifa ya Jeshi la Polisi Tanzania ikieleza kwamba taarifa kwa umma ambayo imetolewa tarehe 7 mwezi wa 11 mwaka 2025. Taarifa hii inasema kwamba Jeshi la Polisi nchini linapenda kutaarifu umma wa Watanzania kuwa kufuatia matukio ya vurugu, uporaji wa mali na uvunjifu wa amani iliyotokea tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025 katika majiji ya Dar es Salaam, Arusha, Mwanza na Mbeya, pia katika mkoa wa Shinyanga, Geita, Songwe, Ruvuma, Mara, Dodoma, Kilimanjaro na Iringa, na kusababisha madhara kwa binadamu, kuharibu mali nyingi za umma na za watu binafsi, kulileta athari kubwa. Taarifa hii ya Jeshi la Polisi inaendelea kusema kwamba mbali na athari kwa uhai na maisha ya watu, waliofanya uhalifu huo waliharibu na kuchoma moto mali za umma kama vile ofisi za TRA, TAKUKURU, mahakama, ATM za baadhi ya benki, vituo vya polisi, vituo vya mabasi ya mwendo kasi kutoka Kimara Mwisho hadi Magomeni na kutoka Magomeni hadi Moroko, ofisi za serikali za mitaa, kuchoma moto barabara za lami na za zege kwa kutumia matairi na majengo kadhaa ya Chama cha Mapinduzi. Pia walichoma moto na kuharibu magari ya umma. Taarifa hii inaendelea kusema kwamba aidha mali za watu binafsi ziliharibiwa na kuchomwa moto kama vile vituo vya mafuta, maduka mbalimbali, magari makubwa na madogo kuchomwa moto. Pia walifanya uporaji wa mali na pesa za watu kutoka maeneo mbalimbali ya biashara. Taarifa hii ya Jeshi la Polisi inaendelea kueleza kwamba pamoja na kwamba baadhi ya waliopanga na kutekeleza uhalifu huo nchini wamekamatwa na kuanza kufikishwa mahakamani, Jeshi la Polisi nchini Tanzania kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama linaendelea na msako mkali wa kuwatafuta wale wote waliopanga kuratibu na kutekeleza uovu huo. Aidha, wakati hatua hizo zikiendelea, jamii inaomba kuendelea kutoa ushirikiano wa dhati katika kutoa taarifa za watu wote waliohusika ili hatua stahiki ama sahihi za kisheria zichukuliwe dhidi yao. Taarifa hii ya Jeshi la Polisi inaendelea kwa kusema kwamba pia kufuatia uchunguzi na ushahidi uliokusanywa hadi sasa, Jeshi la Polisi linawasaka kwa ajili ya kuwakamata wafuatao: 1. Josephat Gwajima; 2. Brenda Jonas Rupia; 3. John Mnyika; 4. Godbless Jonathan Lema; 5. Machumu Maximilian Kadulu; 6. Deogratias Cosmas Mahinyila; 7. Boniface Jacob; 8. Hilda Newton; 9. Awadi Kalonga na 10. Aman Gorugwa. Taarifa inaendelea kwa kusema kwamba Jeshi la Polisi linawataka kujisalimisha katika vituo vya polisi mara moja watakapoona taarifa hii popote pale walipo. Inasema katika hatua nyingine, Jeshi la Polisi linafahamisha kuwa hatua za kisheria kwa wahalifu ambao wameshakamatwa zinaendelea kote nchini, na kwamba tarehe 7 mwezi wa 11 mwaka 2025 baadhi wamefikishwa mahakamani.
Jeshi la polisi linaonya kuwa mtu au kikundi cha watu wanaopanga kufanya uhalifu wa namna yoyote ile halitasita kuchukua hatua za kisheria dhidi yao. Kabla taarifa hii haijamalizika, inaeleza kwamba pia jeshi la polisi linaendelea kutekeleza majukumu yake kwa weledi katika kulinda raia na mali zao. Vile vile tunapenda kujulisha umma kuwa waendelee na shughuli zao bila hofu yoyote na watoe taarifa mara moja pale wanapoona dalili yoyote ya uhalifu ama uvunjifu wa amani mahali popote pale, ili hatua kwa mujibu wa sheria ziweze kuchukuliwa. Taarifa hii ya jeshi la polisi inamalizia kwa kusema kwamba taarifa zitaendelea kutolewa kadri hatua za kisheria zinavyoendelea kuchukuliwa dhidi ya waliotenda uhalifu huo na wanaoendelea kupanga uhalifu wa aina yoyote ile. Imetolewa na msemaji wa jeshi la polisi nchini, makao makuu ya polisi Dodoma, Tanzania. Hii ni taarifa kwa umma kutoka jeshi la polisi Tanzania, ikiwataja watu 10 kwamba linaendelea kuwatafuta. Mtu wa kwanza ni Josephat Gwajima, mtu wa pili ni Brenda Jonas Rupia, mtu wa tatu ni John Mnyika, mtu wa 4 ni Godbless Jonathan Lema, mtu wa 5 ni Machumu Maximilian Kadutu, namba 6 ni Deogratias Cosmas Mahinyila, namba 7 ni Boniface Jacob, namba 8 ni Hilda Newton, namba 9 anayetafutwa ni Awad Kalonga na namba 10 ni Aman Gorugwa, ambapo jeshi la polisi linawataka kujisalimisha katika vituo vya polisi mara moja watakapoona taarifa hii popote pale walipo. Hii ni taarifa kutoka katika jeshi la polisi nchini Tanzania, na kutakia uwe na wakati mwema.